alfadhil mashkura. Hebu weka leo kuongea na lugha tena. Bwana, tumeshuhudia ligi kuu hapo jana, michezo ikiendelea, takriban michezo 4 ambayo ilichezwa katika viwanja tofauti tofauti. Tukashuhudia Kamdomo kakiwaponza watu. Hiyo jana Tabora wakachacha. Mimi kila siku huwa nasema Yanga Simba huwa hazifungwi kwa kuzungumza vitu vingi nje ya uwanja. Kwa maana unapaswa kujiandaa kimbinu, kiufundi ili uweze kufunga Simba, uweze kuifunga Yanga. Itokee kama surprise, kwa sababu ya kuna kila sababu ya timu pinzani kushindwa kuzifunga Yanga na Simba, kwa sababu quality ya mchezaji mmoja mmoja, utashi wa benchi la ufundi baina ya na maanisha benchi la ufundi la Simba, la Yanga dhidi ya timu zingine. Unaona kabisa kuna utofauti pia hata katika wachezaji, mchezaji mmoja mmoja, build up ya mashambulizi, namna unavyozuia mpaka ukienda kwa mashabiki wawe away wao nyumbani, unaona kabisa timu pinzani namna ambavyo inakuwa inapata nini kama nyumbani kama nyumbani. Sasa timu zote ambazo zimepata matokeo mbele ya Yanga, mbele ya Simba, imekuwa ni kama surprise. Tazama Azam FC, muda mwingi anapokutana na Simba, anapokutana na Yanga, huwa ile 100% anakuwa hana, lakini kwa Yanga na Simba, licha ya kuwa wanaenda kucheza na Azam FC, wao huwa wana 100% ya matokeo, ingawa kuna 1% fulani wanazigawa kwa ajili ya mpinzani. Lakini pia tazama sare ya Simba dhidi ya Fountain Gate, hakuna aliyetarajia, hata wao wenyewe Fountain Gate ni kama ilitokea tu ikawa ndio hivyo. Lakini pia wakati Tabora na mfunga Yanga mzunguko wa kwanza, na hata majigambo yao mengi yalikuwa yanapitia katika upande huo, lakini mchezo ule ni kama ulikuwa na excuse nyingi kwa Yanga, lakini ulikuwa na vitu vizuri kwa Tabora. Kwa Tabora kwanza walikuwa na mtu anaitwa Morris Chuku nyuma mshambuliaji, lakini pia walikuwa na Yakuba Sonye, Heriti ya Makambo, Offren Chikola katika ile eneo la ushambuliaji, Nelson Munganga na Morris Chuku katika eneo hilo la kiungo. Lakini kuelekea siku ya jana unaona kabisa ile setup yao katika eneo la ushambuliaji ilikuwa inakosa vitu kadhaa, inakosa huduma ya Morris Chuku, na Nelson Munganga alikuwa yuko bora msimu uliopita, ni kwa sababu ya aina ya kiungo ambaye alikuwa anacheza naye Morris Chuku. Kwa hivi sasa kuna msemo unasema wanasema samaki moja akioza huwa mara nyingi wanakuwa wameoza wote. Kwa hiyo kukosekana huduma ya eneo la katikati ya uwanja la Morris Chuku ni kama hata ufanisi wa Nelson Munganga umekuwa duni zaidi. Lakini pia walikuwa na mkosa mtu kama Yakuba Sonye ambaye anadumisha sana mapana ya uwanja. Kwa hiyo hiyo ni excuse kwa siku ya jana kwa Tabora, lakini excuse ya Yanga ya siku ya wanafungwa ni Yanga ambayo ilikuwa nakosa center back Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdullah, akacheza Azizi Andambwile, baadaye akaumia, akarudi Halid ya Ucho kuja kucheza pamoja na Mamnyeto na yeye ni kama hakuwa na fitness, kwa sababu siku za hivi karibuni ni kama nakumbuka vizuri Gamondi ndo aliyekuwa na hicho kikosi. Gamondi ni kama alikuwa hamtumii kwa kiasi hicho center back. Kwa hiyo Mamnyeto ni kama hakuwa na fitness, anakuja kucheza na Halid ya Ucho baada ya Azizi Andambwile kuumia. Kulikuwa na excuse kadhaa, lakini kuelekea mchezo huu Yanga ni kama walikuwa wako fit dhidi ya Tabora ambayo ilikuwa na miss baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo mimi nilitarajia pengine kungekuwa na kaukimya fulani, lakini kwa sababu kwa engo nyingine, engo ya kibiashara zaidi, na waona Tabora wakiwa wamefanikiwa kupromote mechi yao, kwa sababu kwa 1% kubwa getting collection, masuala ya viingilio vya uwanjani, timu mwenyeji ndiye ambaye huwa ananufaika zaidi. Kwa hiyo hapa tumpongeze Christina Mwagala kwa namna, pamoja na pamoja na mkuu wa mkoa, kile ambacho amekifanya. Promo mashabiki tuliona jinsi ambavyo imejaa mechi, jinsi ambavyo imetengenezwa, utafikiri ni mechi ya ligi ya mabingwa Afrika ama kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali kabisa, kwa namna ambavyo ilikuwa na joto kubwa. Yanga walivyokuwa wameandaliwa kisaikolojia kwenda kuicheza hiyo mechi ya siku ya jana, ni kana kwamba walikuwa wanaenda kucheza mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo tumpongeze Christina Mwagala kwa kuiandaa hii mechi katika swala zima la kibiashara zaidi, na kutokuangalia zaidi katika engo hiyo ya uwanja. Lakini kulikuwa na mechi nyingine ambayo kama unaenda kwenye mechi nyingine, hujanijibu swali langu. Ndio Tabora wamechacha, wamefungwa, hawajafungwa. Kiswahili wamechacha, hawajachacha. Kuchacha sio kufungwa. Kwa kama unataka Kiswahili, jakuuliza wewe kuchacha sio kufungwa. Mimi sijakuuliza kuzacha. Na kuchacha. Sijakuuliza wewe bwana kuzacha. Namuuliza Muhammad Isa. Naam.
wamechacha. Haya ndio maneno. Hapo sina maneno. Baada ya dakika 90 kumalizika, tumemwona mkuu wa mkoa wa Tabora pamoja na Ali Kamwe wanacheka vibaya sana. Yaani wanacheka vibaya mno. Unajua mpira ni familia. Mpira ni familia. Ni zaidi ya familia, unaweza kusema hivyo. Kuna yale maneno wakati wa kabla ya mchezo, alafu kuna baada ya mchezo. Uko sahihi. Kwa sababu kama we ni mshabiki ambaye unakwenda tu, hujui unaweza ukajenga uhasama na watu. Kumbe hao watu wanazungumza, wanacheka. Ni kama siasa. Siasa watu wakipanda katika majukwaa unaweza ukasema hawatazungumza wala hawataonana. Na watu wengi huwa wanafikiri labda Ali Kamwe, Ahmed Ally, wale kina Shimibo, sio kina Christian Mwagala, sio kina Hussein Masanza, wakina Hashimibu, wanafikiri labda ni vita. Nje ya masuala ya kimpira hawa watu ni marafiki vibaya mno. Tena wanatengeneza mipango mingi sana. Yes, mipango yao inakwenda vizuri, na hata unavyoona hao kina Yanga anaenda kasi dhidi ya Buria League, dhidi ya TFF. Ni utaratibu tu. Yaani hawa watu nje ya mpira wana biashara zingine ambazo zinakuwa zinaendelea. Sasa kama tunaondoka hapo, najua tunaondoka zetu Tabora. Tunaondoka Tabora, tupande ndege, twende huko tukale hado, tuone watu walivyopigwa June July. Sasa kuna mtu anasema Bakari Ubeka boy wa babaye, anasema yani bora tumewashikisha adabu, wajue kwamba Yanga sio level zao. Chuma 3 bila na wana bahati wangepigwa 5, maana kamdomo sana. Ndege kumnyea mtu usisifu kuwa na shabaha. Hata Tabora waitubahatisha mwanzo. Wewe Bakari Beka ndugu yako alohujumu Tabora jana kufungwa ni mtu anaitwa Paul Chacha, mkuu wa mkoa. Namjua. Kwa hiyo wamechacha, sema Chacha kachachuka Mama Safina wacha ng'ombe. Na hapa baada ya hapo mimi sina message yoyote tena. Muhammad Isa tuanze taarabuni. Mpira umechezwa. Dakika 90 za kwanza zimemalizika, bado dakika 90 za pili. Mpira umechezwa. Hatua ya robo finali, hatua ya mtoano ni hatua yenye dakika 180. Kama ni 180 manake hivi tunavyozungumza ni half time. Simba yuko nyuma magoli 2-0. Manake kuna dakika zingine 90 ambazo zitakamilisha za kujiuliza tena, lakini sisi kama wachambuzi kazi yetu ni moja tu, ni kuangalia uwezekano wa Simba kubadilika kulingana na vile alivyocheza kipindi cha kwanza. Dakika 45 za kipindi cha pili anakwenda kufanya nini, kwa maana zile dakika 90 za uwanja nyumbani za Benjamin Mkapa. Ukiangalia takwimu za mchezo hapo jana Al-Masry dhidi ya Simba, Simba ni kama alifanya vitu vingi kwa usahihi, isipokuwa weakness kubwa ya Simba ilikuwa ni katika eneo zima la ushambuliaji. Kuna principle ambazo zinapatikana katika eneo la ushambuliaji, zipo nyingi, lakini miongoni mwayo support ya aliye na mpira. Yani wakati mchezaji A ana mpira, mchezaji B, mchezaji C wanapaswa kusupport zile movement za wachezaji za mchezaji ambaye anakimbia bila mpira. Kwa maana ya muda mwingi ulikuwa unamuona Elim Panzu anafanya mikimbio kadhaa, dribbler mzuri sana, anakimbia na mpira, lakini ni nani ambaye alikuwa anachukua hilo jukumu la kusupport mikimbio ya Elim Panzu? Muda mwingi Mpanzu ni kama alikuwa anatoka eneo kubwa la uwanja anakimbia, na tunafahamu kwa yeyote anayetusikiliza hivi sasa kama alishawahi kucheza mpira, hata kama si soka la kulipwa, unapokimbia umbali mrefu, hata kama wewe ni mfanisi kwa namna gani, maana yake ufanisi wako unapungua kadri ambavyo unazidi kukimbia katika eneo kubwa. Kwa hiyo ukiangalia eneo la ushambuliaji la Simba ni kama walikuwa wanawatenga sana washambuliaji. Ateba muda mwingi unamkuta yuko peke yake, amekaa chini ya ulinzi wa masenta baki wawili, na nyuma ya mpira Al-Masry walikuwa na watu 3 mpaka 4. Kwa maana yake ni nini? Elim Panzu hata akifanikiwa kwenye ile mipira ya mwisho kukimbia umbali mrefu uwanja, anapoenda kupiga zile cross ama anapoenda kupiga moja kwa moja on target na goalkeeper wa Al-Masry anajikuta ameutema ule mpira, bado rebounds zilikuwa zinanufaika kwa wachezaji wa Al-Masry. Hii maana yake ni nini? Eneo la ushambuliaji la Simba lilikuwa halisupport mikimbio ya baadhi ya wachezaji, na hii haijaja tu bure bure. Unaweza kaangalia silaha kubwa ya Simba huwa ni katika maeneo ya pembeni kwa Shomari Kapombe, kwa Mohamed Hussein, lakini kulingana na mpinzani ambao alikuwa anacheza naye nidhamu ilihitajika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia
weakness nyingine ambayo niliweza kuishuhudia siku ya jana ni kwa sababu muundo wa Simba wa ushambuliaji na upatikanaji wa magoli unatokea katika maeneo ya Mohamed Hussein pamoja na Zimbwe. Sasa kama Mohamed Hussein pamoja na Zimbwe wameambiwa kimbinu wanapaswa kukaa nyuma, kwa sababu wale Al-Masry ni wazuri sana katika hayo maeneo ya pembeni kwa kutumia wings zao. Kama ni hivyo, timu nyingi za ukanda UNAF hazina wale madribla, yani hazina mtu kama anavyofanya Pako Mzuzu, hazina mtu kama anavyofanya Elie Mpanzu. Wenyewe ni touch moja, wamepiga ndefu. Sasa ili upige ndefu, maana yake unapaswa sana kuhamisha uwanja, kudumisha mapana ya uwanja. Sasa kama ni hivyo, maana yake Fadlu Davis akaopti Shomari Kapombe baki nyuma usi overlap, lakini pia Mohamed Hussein baki nyuma usi overlap. Maana yake ni nini? Ambao nilitarajia watimize sasa majukumu yao ni wale ambao waliwekwa katika zile pande za pembeni, kwa maana Elie Mpanzu ambaye alikuwa anacheza juu ya Mohamed Hussein, lakini pia Kibu Denis ambaye alikuwa anacheza juu ya Shomari Kapombe. Manake wao hawakupaswa zaidi kuingia ndani, walipaswa zaidi kwenda kupanua yale mapana ya uwanja ili kusudi kuwavuta wale center back, ama kuwafanya pia wale mabeki wa Al-Masry waache kuja kupanda, ama hata aina magoli ambayo yalifungwa. Goli la kwanza nafikiri lilifungwa kutokea upande wa kushoto kwa Simba, kulia kwa Al-Masry, kwa maana upande wa Mohamed Hussein. Lakini goli la pili cross imepigwa upande wa kushoto wa Al-Masry, lakini upande wa kulia wa Simba. Kwa magoli yote ni kama yalifungwa kupitia wings za pembeni za upande wa Al-Masry. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba muda mwingi Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein, licha ya kuwa hawalikuwa hawapandi, lakini bado walikuwa wanakutana na mzigo mkubwa wa kukabiliana na 1v2, kwa maana ya winga wa Al-Masry pamoja na fullback ya Al-Masry. Ni kwa sababu ya Kibu Denis pamoja na Elie Mpanzu, wao walikuwa wanaingia ndani zaidi na kuacha haya maeneo ya pembeni kuwa hayana mtu. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa marejeano, nafikiri Simba atakuwa na umbo zaidi la kushambulia, na ana kazi kubwa sana ya kuhakikisha anacheza mara mbili ya kile alichofanya jana, licha kuwa alikuwa na on target kadhaa, licha kuwa Ateba alipata nafasi kadhaa.